Jeshe hapa studioni tuzidi kuchanganua na kupambanua masuala mazima kuhusiana na siasa za humu nchini, athari ya chaguzi hizi ndogo katika siasa ya kitaifa na vilevile katika uchaguzi mkuu wa mwaka wa 2027. Na sasa tuangazie nafasi ya vyama na nguvu ya wagombea. Alai, hili ni la kwako. Na tumeona katika siasa za Kenya mara nyingi chama huonekana kumzidi mgombea, na ni dhahiri shahiri hata katika chaguzi hizi ndogo ambapo tumeona wagombea walio serikalini wakionekana kuwa na umaarufu zaidi, wagombea walio katika ile wanasema ni united opposition wakiwa na umaarufu hata zaidi. Kwa hivyo hili linakuwa na athari gani katika jinsi ambavyo wapiga kura wanatekeleza wajibu wao wa kikatiba? Nafikiri kwamba lazima vile tulikuwa tunaongelea mambo ya vijana kwamba walisahau nguvu ya vyama. Kwa sababu unajua vyama ni club ya wenyeji na wakiamua kuchanga resources ama kutengeneza chombo kilicho na nguvu zaidi inaweza kuumiza wagombea wadogo. Lakini nimefurahishwa sana kwa kuona kule Kasipul mgombea kama Philip Aroko amejitokeza, na despite kwamba amekuwa independent candidate, whatever happens leo ni kwamba ametoa ushindani mkali sana kwa chama cha ODM, na ametoa ushindani mkali kwa chama cha ODM na imekuja wakati baba mwenyewe ameaga, kinara yetu ya ODM. Sasa sijui ni kwa sababu ya baba kuaga ama kwa sababu yeye mwenyewe amekuwa na nguvu fulani ya kisiasa ameweza kujitokeza pale. Lakini pia kule Mbeere North candidate wao Leo wa Muthende ameonyesha umaarufu fulani karibu kuzidi UDA, kwa sababu unajua UDA pia haina sauti sana Mbeere North, lakini candidate wao amekuwa na sauti kubwa sana na amekuwa akipokea ushambulizi mkali sana kutoka kwa DP. Lakini turudi tukumbuke kwamba nimeona allegation. Kwa hivyo Alai, kwa mfano tunapozungumzia Leo wa Muthende, ni nafasi yake na ushawishi wake kama mgombea au ni tikiti anayotafuta uungwaji mkono nayo? Mara nyingi unapata inajitokeza na mtu mwenyewe vile amestructure kampeni yake. Kama saa zingine unakuja kilelesho unasikia jina Alai kushinda jina ya ODM. Saa zingine kuna wakati moja hapa tulikuwa na county commissioner alikuwa anaitwa Nelson Marwa. Alikuwa maarufu hata kushinda regional commissioner. Ulikuwa nadhani yeye ndio regional commissioner ya Coast. Kumbe kulikuwa na bosi wake pale Coast yenye hakuwa anajua. Lakini ikifika kwa kazi yake mwenyewe unapata anakuwa sauti. Kama kwetu hata Nairobi County kuna jamaa anajiita Jeffrey Musiria. Watu walikuwa nafikiri kwamba alishushwa cheo, lakini tayari unamuona everywhere. Sasa zingine anakuja na mtu mwenyewe. Philip Aroko, Leo wa Muthende, nafikiri ni individual efforts kwamba amejibrand vipi. Huyu jamaa alijitokeza na akajitokeza na kitu inaitwa Otete. Kile kifuniko tunatumia kwa vijijini kufunika kuku yenye imezaliwa imetagwa leo. Kwa hivyo Alai, unaposema ni individual effort, kwa mfano iwapo labda wa Muthende angekuwa na tikiti ya chama kingine PLP, CCK, au labda angekuwa mgombea huru, nadhani kwamba angekuwa na umaarufu au ushawishi ambao tunashuhudia sasa hivi? Nafikiri kwamba vile ametoa competition pale tunaweza kuongea mambo ya ushawishi wa Mheshimiwa Rais, ushawishi wa Mheshimiwa Naibu wa Rais na Mheshimiwa Ruku, lakini nafikiri kwamba individual efforts, na nimeona sehemu tatu hapo kwa Muthende, hapo Mbeere North kuna sauti kubwa sana ya wa Muthende. Kasipul kumekuwa na sauti kubwa sana ya Aroko, na huku kwetu Nairobi tulikuwa na sauti ya independent candidate. Unajua mara nyingi independent candidate hawakuangi na sauti sana kwa city politics. Na ndio maana unapata kwa wodi 85 tumekuwa tuna wawili, Roysambu na Kariobangi North. Lakini hata sasa hivi competitor mkubwa sana wa ODM pale Kariobangi North ni independent candidate mwenye ni ndugu ya yule mwenye alikuwa
mwakilishi wodi mwenye aliaga. Naam. So nafikiri kwamba saa zingine individual efforts inaweza kuwa kwamba wanaweza kujaribu kuifunika na ile umaarufu wa cheo cha serikali, lakini ule mtu mwenyewe saa zingine unaleta candidate kama Ndakwa asikiki vile labda viongozi wa serikali wanasikika kule kule Malava. Lakini huku Mbeere North tumesikia sauti, kila mtu nafikiri hapa Kenya leo anajua nani candidate wa UDA Mbeere North. So sio jambo la mzaa, lakini nilikuwa nataka kumalizia kwa sababu ni kama mtu mwenye nakalia kiti, nimeona watu wanaongea juu ya voter bribery. Nafikiri saa zingine Wakenya waelewi kwamba by election chenye inaamua uchaguzi ni wapiga kura kujitokeza. Lakini wapiga kura mara nyingi unapata Kenya watu wengi wenye wanachagua viongozi ni wale watu wanafanya kazi ya jua kali. Naam. Na atakataa kwenda kupiga kura akisema kwamba sina nauli. So unapata mara nyingi sio kwamba unampatia pesa ili aende apige kure, lakini unamrudishia nauli yake. Lakini inaleta shida sababu unaweza Naam, asante sana. Naona kuna picha ambazo tunazipokea moja kwa moja kwenye kiwambo chetu, mtazamaji, ni kutoka katika kaunti ya Baringo ambako shughuli nzima ya chaguzi ndogo inaendelea hapo, tukiwaona tu baadhi ya wapiga kura wakifika kutekeleza wajibu wao wa kikatiba. Kumbuka ni eneo ambalo lina wagombea 6 wakijaribu kuwania kiti hicho cha useneta, kando na maeneo mengine ambapo tumeona ni kinyang'anyiro cha ubunge na kinyang'anyiro cha wawakilishi wa wadi. Sasa ninampisha mwandishi wa habari Mike Chalo ambaye amekuwa akifuatilia upigaji kura huo katika kaunti ya Baringo. Chalo, tueleze ni yepi yanajiri uko katika kituo kipi cha kupigia kura, na labda kati ya wawaniaji 6 ambao wanang'ang'ania kiti hicho cha useneta ni wangapi wamepiga kura hadi kufikia sasa? Ni mwaniaji tu wa kiti cha UDA, namzungumzia Vincent Chemitei, ambaye muda mfupi uliopita ameweza kupiga kura katika eneo hili. Kumbuka ni Naam, picha ambazo unaona ni kumbuka ni shule ya msingi ya Kamailele, wadi ya Mchongoi, ambapo ndipo walipozaliwa na ndipo wamekuja kupiga kura. Pengine uweze kutuambia shughuli nzima ya upigaji kura imekuwaje, na matayarisho ya EBC unadhani katika kaunti ya Baringo yamekuwa vipi? Kwanza kabisa nashukuru Mwenyezi Mungu kwa kuniwezesha kunifikisha siku ya leo. Pili, nashukuru watu wa Baringo kwa utulivu wakati wa uchaguzi. Mimi nimeshuhudia kila mahali ambapo nimetembea. I've witnessed a peaceful and transparent and good election. So mimi natarajia kwamba mambo yako sawa kabisa. So far there is no any report of inconvenience and anything against the voting process. All is well and I hope for the best. Idadi ndogo ya wakazi katika kaunti ya Baringo sehemu mbalimbali wamejitokeza kupiga kura. Katika hiki kituo ambacho sasa hivi umepiga
kupiga kura mwenyewe ni watu 33 wamejitokeza kati ya 436 ambao walijiandikisha. Pengine maoni yako ni gani kuhusiana na idadi ndogo ya wakazi ambao wamejitokeza kupiga kura? Okay, considering it is a by-election, so it is normal. We have been witnessing all along any kind of a by-election. Turnout is always very low, and again, considering it is a weekdays, so our people, some of them are on the work, some are on their normal duties. So I think even the last time when we were doing our party preliminaries, we didn't witness a lot of people coming to vote. So it is normal on any by-election. Pengine ujumbe wako kwa watu, kwa maana imesalia takriban saa 5 kabla ya mchakato huu kuisha. Ujumbe wako kwa wakazi wa Baringo ni upi haswa? Okay, mimi bado nawahimiza kwa wale labda wananitazama kwenye runinga na kila mtu wenye wananitazama kwa mtandao, bado nawahimiza waweze kujitokeza. Hayo masaa yamebaki, bado tunaweza bado rekodi idadi ya watu wakijitokeza. Na mimi unajua kama sehemu hii ya Kamailel, najua shughuli mingi za kule shambani. By masaa kama around saa 10 hapo natarajia kwamba idadi itaweza kuongezeka, na bado nawahimiza kila mtu ambaye ananitazama waweze kujitokeza. Kama wewe ni mpiga kura na bado hujaweza kuja kupiga kura, ni jambo la muhimu sana, kwa sababu inakubaliwa na ni shughuli ya kisheria kuja kuweza kupiga kura. Tunajua washindani ni wengi, na iwapo uwe kidedea ama ushindwe, ujumbe wako ni upi na utapokea vipi zile matokeo ambazo zitakuja? Ukiongezea na hilo, pengine unadhani idadi ndogo ya wapiga kura kwa njia moja au nyingine itaweza kuathiri matokeo ya chaguzi hizi za useneta hapa katika kaunti ya Baringo? Kwanza kabisa vile huyu mwanadada ameuliza, mimi tangia wakati wa nomination, ile shughuli ambayo nilipiga, vile nilipanga campaign zangu, vile nimeengage wananchi kule ground, mimi sijawahi fikiria kushindwa. Labda hiyo swali pengine sitakuwa na jibu, kwa sababu mimi sina hiyo wazo la kushindwa, kwa sababu ile wakati wa nomination niliweza kuweka bidii na nikashinda, na wale wapiga kura wale nipigia kura ndio bado ni wale wamepiga kura siku ya leo. So mimi pengine sina hilo wazo la kushindwa. Pia vile umeuliza hiyo idadi ndogo ya watu wenye wamejitokeza kupiga kura, mimi I do believe on myself. Ile groundwork nilifanya, I did a tremendous campaign. I sell my agenda to the people. I engage them at the ground, and I do believe I'll be the one. God and the people of Baringo will choose me as their senator. So whichever the number, I'll always remain the front. Maoni yako pengine kwa wapinzani wako? Kinyang'anyiro ni ile. Lazima kuwe na mshindi na kuwe na mshindani. So iwapo labda matokeo yatakuwa kinyume na matarajio yao, mimi nawaomba kama Chemitei, mwaniaji wa kiti cha senator katika chama chetu cha UDA, waweze kukubali matokeo kama vile tulishuhudia wakati wa nomination ya chama chetu cha UDA. Hakukuwa na mulumbano, hakukuwa na kesi mingi. Sisi tulikuwa watu kama 10 ambao tuliweza kushindana, lakini baada ya uchaguzi kukakuwa na utulivu. Wale marafiki zangu wenye tulishindana na wao walikubali matokeo na maisha yakazonga. So pia nawaomba yale matokeo yatatokea, sisi wote tuweze kukubaliana nayo. Kuna ripoti zozote ambazo umezipokea kuanzia asubuhi kuhusiana na changamoto ambazo zinashuhudiwa katika vituo mbalimbali vya upigaji kura, na kama kunao umeshughulikia vipi? Mimi hakuna tukio lolote la kutatanisha ambalo limeweza kutokea. So far all is well. All is moving according to how we are expecting. So far so good. Hakuna jambo lolote ambalo limeweza kuripotiwa, unless kama limefanyika mahali na sijaweza kupata hiyo ripoti. Lakini as we speak at the moment, there is no any inconvenient reports. Asante sana. Andrew Kilemi ni mwaniaji wa kiti cha useneta hapa katika kaunti ya Baringo, na mzungumzia Vincent Chemitei ambaye kwa muda mfupi uliopita ameweza kupiga kura yake hapa katika shule ya Kamailel, shule ya msingi ya Kamailel. Kumbuka japo kuwa idadi ndogo ya wakazi wamejitokeza kupiga kura, amesema kuwa yeye anajiamini na kuwa kazi aliyoifanya katika kampeni zake ana imani ataibuka mshindi. Vile pia umeweza kusikia akisema ana imani pia na tume ya uchaguzi na mipaka IEBC, na kuwa na shughuli nzima hajaweza kupokea
pengine matokeo ama habari zozote kuhusiana na itilafu za uchaguzi huu, na hivyo basi shughuli zimekuwa kama kawaida. Kilemi hapa ni Muchongoi, Baringo Kusini, ambapo tulikuwa tu tumefuatilia shughuli hii kuweza kuhakikisha mwaniaji huyu kwa tiketi ya UDA anaweza kupiga kura. Baadaye hivyo basi muda si mfupi tutakuwa tunarejea Kabarnet, ambapo shughuli ya kura hizi ambapo zitakuwa zinakusanywa na kujumuishwa itakuwa inafanyika. Kutoka katika eneo hili la Baringo Kusini na kurejeshea usukani ukiwa studioni, Andren. Naam, asante sana Mike Chalo. Bila shaka ametuchorea taswira ya hali ilivyo katika eneo hilo la Baringo, ambako waniaji 6 wanatarajiwa au wanang'ania kiti cha useneta hii jioni ya leo, tukitarajia kuwa na mshindi mmoja. Sasa tuelekee kwake Apollo.